Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo, kwa wema wake na kwa fadhili zake. Ni siku ingine Bwana ametufanyia tukiwa na furaha kuu, kwa sababu tumeanza kuona ya kwamba tutaabudu Mwenyezi Mungu. Japokuwa kuna mambo kadhaa na sheria na mambo mengi ambayo yako mbele yetu, lakini tunaomba Mungu atatenda wema. Kwa hivyo ukiwa pale nyumbani, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Muendelee kuomba, tuendelee kufanya kazi ya Mungu hata tukiwa nyumbani. Anajua Bwana atatubariki. Basi kwa siku ya leo ningetaka nisome neno la Bwana kama vile nimetuma ujumbe mfupi kwenye our words both Tel Aviv na Tasia. Tunashukuru Mungu. Kitabu cha Nabii Joel chapter 1 verse 1 to 3 and chapter 2 verse 12 to 13. The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel. Hear this, you elders, and give ear, all you inhabitants of the land. Has anything like this happened in your days, or even in the days of your fathers? Tell your children about it. Let your children tell their children, and their children another generation. Acha niendelee kidogo. What the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crowing locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Awake, you drunkards, and weep, and wail, all you drinkers of the wine, because of the new wine, for it has been cut off from your mouth. For a nation has come against my land, strong and without number. His teeth are the teeth of a lion, and he has the fangs of a fiery lion. And chapter 2, verse 12 to 14. Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and he relents from doing harm. Who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind, a grain offering, a drink offering for the Lord your God. And verse 17 says, let the priests who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nation should rule over them. Why should they say among the people, where is their God? Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neno lako. Ukalibariki, ukanitumie mimi tu kama chombo chako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi asubuhi ya leo kwa wakati mfupi, ningetaka tuangalie jambo fulani. Joel ni mmoja wa manabii wa Bwana. Alitoa unabii wake tu kabla ya Yeremia, kama vile nilikuwa nawaambia. Na wakati wa unabii wake, ukisoma kitabu hiki cha Joel, ni kitabu ambacho ni a very unique book, a very unique prophecy, because it has no timeline, lakini tunaona inaanza wakati wa inaangazia mambo ya Nebukadnezar, na pia inaendelea. Ukisoma kifungu cha 2 na cha 3 utaona inaendelea mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini leo kuna jambo fulani ambayo ili nikujia kupitia kwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema, hear this, mstari wa 2, you elders, and give ear, or you inhabitants of the land. Has anything like this happened in your days, or even in the days of your fathers? Kuna jambo fulani, there is something ilifanyika wakati huo. Na ndio wana wa Israeli wakati waliona mambo hawajawaiona. Na ndio Joel anawauliza, hakuna jambo limetendeka kama hili. Yani something happening which has no previous experience. And it's something which happened. Na haya yote yalitendeka kwa sababu ya dhambi. Na mimi asubuhi ya leo nataka nikuambie hivi. With God's justice, there is mercy.
with God's justice there is great mercy. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanatendeka. Na ndio unaona in verse 6 there is a nation, a mighty nation ambayo imekuja kinyume cha sehemu langu, against my land. Na ndio Joel anaangalia Nebukadneza, na at the same time he is looking at the Antichrist, kwa sababu kuna kitu ambacho kimetendeka hakijawahi tendeka. Na ndio tuko dunia nzima katika hali ya COVID-19. Kitu hatujawahi ona makanisa yakifungwa. Baba zetu wanasema hawajawahi ona. Hatujawahi ona airplanes zikiambiwa kaeni chini. Hatujawahi ona mishahara ikikatwa. Hatujawahi ona watu kazi zote zikisimama. Hatujawahi ona hospitali ikiwa watu wote hakuna, na kila wakati watu wamejaza rai. There is something ambayo imetendeka haijawaonekana, na ndio hili. And let me tell you, my brothers, great mercy is in our Lord. I tend to see, wakati unasikia Mungu akisema in verse 3, let your children hear about it, let your children tell their children and their children another generation. It shows there is a mistake which has been done. Na ndio mstari wa 16 in that book of Joel chapter 1 verse 16, is not the food cut off before our eyes, joy and gladness from the house of our God. Yani Joel anasema mazuri, chakula kimekatwa, furaha iliyokuwa kwenye nyumba la Bwana ilikatwa, kwa sababu kuna jambo ilitendeka. Wana wa Israeli wakatenda dhambi, wakachukuliwa Babiloni, wakawa kando na Mwenyezi Mungu. And that is why at the same time I'm looking, we are at the same situation as the church of today. Something has happened, because everything happens with the will of God. Kuna kitu kimetendeka. Ndio unaona the Bible says in Matthew chapter 23 verse 7, oh Jerusalem, oh Jerusalem, Yesu analilea Jerusalem, anawaambia nimewatafuta lakini nyinyi hampatikani. There is justice of God, and in that justice there is great mercy. And what is Joel saying in chapter number 2 where we read verse 12? Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. So rend your hearts and not your garment. Wapendwa, tukikujia kufunguliwa kwa makanisa tarehe 12 na kuendelea, ni wakati wa kujua kuna jambo lilitendeka. It is time to go back to God. It is time to go back to God. There is still time. Mpendwa, ukiwa mahali pale nyumbani, yale umeona kuna jambo litendeka, and there is still time. Turudie Mwenyezi Mungu. Mioyo yetu irudie Mwenyezi Mungu. And I know God is full of love, great mercy. And that is why in Exodus chapter 34, ukisoma mstari wa 6 kuendelea, Musa anasema there is great mercy in the hand of God. Wakati alienda akakuta watu wanaabudu miungu ingine, ile sheria zote akazitupa chini. God tells them go back again. There is great mercy. Ndio Daudi in Psalms chapter 24, Samueli wa pili mlango huu wa 24, unaona Daudi anapewa mambo matatu wachague, lakini yeye anasema wacha niangukie kwa mikono yake Mwenyezi Mungu. Because great is the mercy of God. What does Romans say? Warumi 8 mstari wa 26 na 20 kufika wa 28. Romans 8:26 to 28. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray
for we as ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. May the Holy Spirit help us to make intercession for us as we turn to God, because there is great mercy where God displays his justice. Where have we gone wrong as the church? And that is why we are experiencing something we don't know. That is why Joel is saying something has happened in verse number 2 and 3. Nobody knows. It has no previous experience. It is something exceptional. COVID-19. Something exceptional. There is a mistake which is there. But there is still time to turn to God. And the time is today. It is today, my brother. It is today, my sister. You must know there is still time to turn to God, because great is the faithfulness of our God. Because great are the mercies of our God. Psalms 86, as I go to pray. Psalms 86, verse 15. Zaburi 86 na mstari wa 15. But you, O Lord, are God full of compassion and gracious, long-suffering, and abundance in mercy and truth. May the Lord show us his mercy. In his justice, may the Lord show us his mercy. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na neno lako. Wakati wa Joel, Yuda yote ilichukuliwa utumwa, kachukuliwa mateka. Na ndio mtumishi wako ukamuinua na akanena maukuu yale alinena unabii wako, kwa sababu hiyo haikuwa maneno yake, yalikuwa ni maneno ya unabii wako. Na Baba wa mbinguni, tukushukuru kwa kuwa hata sasa wewe ni Mungu mkuu. Bwana, tuhurumie ikiwa tumetenda dhambi, ukatusamehe. Mungu wa mbinguni, samehe kanisa, tusamehe kama jamii, tusamehe Jehova. Mioyo yetu tuileta kwako tena, tukiomba Bwana rehema na neema ambazo zapatikana kwako tu. Wakati Daudi alikutendea dhambi, alisema asiangukie mikononi ya wanadamu, angukie mikononi mwako, kwa sababu kuna huruma. Na ndio tunapata hiyo kwenye Samueli wa pili kifungu cha 24 kuanzia mstari wa 14. Baba wa mbinguni, kama kanisa tuanguka kwako, ukatusamehe, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Ninaomba Bwana baraka zako kwa kanisa lako, wakiwa nyumbani Bwana, ukuwabariki, utukufu wako ukawaangazie, na neema yako ikawatoshe. Mahitaji yao ukayaone, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Ukawafunike na damu ya Yesu Kristo, ukalinde jamii zetu, ukalinde watoto wetu. Na Baba wa mbinguni, wale ambao hawajisikii vizuri, ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. COVID-19 tunatangaza ikashindwe katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na wewe ni Mungu wetu. Asante Bwana kwa sababu ya sadaka hili Bwana wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, ninaiwekelea mikono kwa ishara ya baraka zako. Ukaibariki Bwana, ukaiinue Bwana, zote ambazo zimeingia kwa simu za wachungaji, zote ambazo zimewekwa hapa, zote ambazo zitawekwa hapa Bwana Mungu wa mbinguni, na nena neema yako. Fungu ukalibariki, na Bwana wa mbinguni ukabariki watu wako kwa kutolea fungu la 10, kwa sababu ya shukurani ukazibariki Bwana. Na ewe Mungu wa mbinguni ukoe mwaminifu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa utukufu wa jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, ukainuliwe na ukasifiwe, kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. May God bless you. May God be with you. May God give you a blessed week. We shall be announcing how we will come to worship coming Sunday. God bless you.